Ibu Ezekiel Naftari ni mwenyekiti mtendaji wa taasisi ya Shivuta, na leo siku hii ya Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 7 tumeandaa tukio maalum kwa ajili ya kurudisha kwa jamii kile kidogo ambacho tunakipata. Kwa hiyo tumehamasisha vikundi vyetu kama mnavyoona hapa, wameleta vitu mbalimbali. Kuna pampers kwa ajili ya wale watoto ambao wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi, lakini pia kuna vyakula, mchere, sukari na nguo tulizoleta. Kwa kuna vitu baadhi wanachama wametoa, lakini kama ofisi pia tumewaandalia nauli kwa ajili ya kuwezesha wazazi, kwa sababu namna wanavyokuja ambako wanafika huku na kurudi ni changamoto. Kwa hiyo pia tumewaandaa jinsi ya kurudi, na kipoza njaa tumewaandalia chakula. Lengo kubwa la kufanya hivi, tunaamini unapotoa unapokea. Kwa kama taasisi tumekubaliana leo kwamba tutoe hii huduma ya jamii kwa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Tunashukuru pia viongozi wetu wa serikali wamejumuika nasi. Mheshimiwa diwani yuko pale, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini pia mheshimiwa mbunge naye tulimshirikisha hili jambo muhimu. UWAMAKI ni umoja wa wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum. Sasa kile kikundi tunawasajili na wakati mwingine tunakuwa na namna ya kuwatembelea ili kuangalia maendeleo yao. Kwa hiyo tuna hicho kikundi tunakilea, kwa sababu Shivuta ni shirikisho la vikundi vya ujasiriamali Tanzania, ni pamoja na vikundi vya kijamii, na ndani ya vikundi vyetu tuna hicho kikundi kinaitwa UWAMAKI, ambacho sasa hicho kikundi kina utaratibu wa kuwakutanisha hao wazazi ambao wana watoto hao, na huwa wakati mwingine tunakaa nao kuwatia moyo, kuwafariji. Ndio maana tumewapata kwa staili hiyo. Hongera sana viongozi wa Shivuta, wamefanya kazi kubwa sana. Labda neno lako kwa serikali sasa, unafanya kazi kubwa sana kuisaidia serikali. Una neno gani kwa serikali labda? Kwanza ninaipongeza serikali yetu kwa namna ambavyo wanatusimamia, wanaonyesha ushirikiano, lakini pia ni namna ya kushirikiana nao. Wizara ya Maendeleo ya Jamii ni sehemu ambayo pia tunatoa kwa ajili ya serikali. Pia ambacho nilikuwa na shauri hasa kwa viongozi wetu wa serikali, hawa watu wenye mahitaji maalum ni wa kuangaliwa sana, kwa sababu kuna watu wamekata tamaa, kuna watu wana maisha sio kabisa. Kuna wamama wamekimbiwa na waume zao, yani wanawake unakuta baba amekimbia, lakini pia kuna watu ambao pia walishajikatia tamaa. Yaani kuna wengine ukifika majumbani huko wanachangamoto. Kwa hiyo japo serikali yetu sikivu na yenyewe inatenda kwa viwango, ndio maana kuna idara mbalimbali na hata hizi taasisi pia zinashirikiana. Naamini kwa ushirikiano huu tutapunguza hizi changamoto. Spesiala Gregory Ndonga, napokea taasisi ya Shivuta. Shivuta ni shirikisho la vikundi vya wajasiriamali Tanzania. Siku ya leo tumekutana hapa Silale kwa ajili ya kutoa huduma kwa watoto ambao wana mahitaji maalum. Tumelenga watoto ambao wana mgongo wazi pamoja na vichwa vikubwa. Na kwa nini tumeamua kufanya hivi? Tumeamua kufanya hivi kwa sababu tumeona wale wamama ambao wanalea hawa watoto wanapitia changamoto nyingi sana. Inapelekea mpaka kuna wakati wanakuwa na afya ya akili. Kwa sisi taasisi ya Shivuta tunarudisha tabasamu kwa hawa wazazi ambao wana hawa watoto. Wasijione kama wako peke yao. Wapo pamoja na sisi wamama wa taasisi ambao sisi kazi zetu tumelenga pia kuangalia watoto yatima, watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, lakini pia tumelenga pia kuiangalia jamii ambayo imesaulika. Kwa hiyo utakuta hao mama na hao watoto, kuna wakati utakuta hao mama wanafikia hatua mpaka wanawaficha ndani. Sasa sisi tumerudisha tabasamu, tumerudisha amani na upendo kwa hao wazazi. Wasiendelee kuwaficha watoto ndani, wawatoe. Taasisi ya Shivuta tupo kwa ajili pia kuwasaidia hao watoto. Lakini pia leo tutakula nao pamoja, lakini pia tutahakikisha wamepata mahitaji yao yale muhimu. Watapata nguo, watapata sabuni, watapata mchele, watapata mafuta, watapata yale mahitaji yao muhimu. Lengo ni kwamba kuwaweka pamoja. Nchi yetu ni nchi ya amani, ya furaha na upendo, na sisi ni ndugu. Ni Watanzania wote sisi ni ndugu. Kwa hiyo kama sisi ni ndugu, tusiwasahau hao wamama ambao wanalea hao watoto
tusiwasahau pia watoto, lakini pia ni ibada. Sisi hapa tunahesabu tuko kwenye ibada pia, na ibada hii ndio Mungu anataka. Unaweza ukakaa huko ukafanya ibada, lakini uangalia haya makundi, lakini neno la Mungu linasema ulipowasaidia wale ulinifanyia mimi. Kwa hiyo tunachokifanya ni ibada mbele za Mungu, lakini pia tunatafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu. Labda ukiwa kama mama unajisikiaje kutoa hii misaada, ukiwa kama mama mwanamke ambaye unashiriki katika kutoa huduma hii? Nikiwa kama mama kwa kweli ninafurahi, kwa sababu unajua mama ndio mlezi mkuu kwenye familia. Mama ndio utakuta mara nyingi anabaki na wale watoto wote ambao labda, kwa sababu kuna wakati wa baba wago wakishaona mama amepata mtoto wa design hiyo, baba wago anakimbia, lakini mama hawezi kukimbia, mama anaendelea kuatamia mtoto wake. Kwa mimi ninafurahi sana kufanya hii huduma, kwa sababu inanigusa moja kwa moja kama mwanamke, kwa sababu nimeona wamama wakiwa wamebeba watoto wao, wanawabeba kwa shida, unasaidia kubeba. Sasa mimi leo nimesaidia tu kidogo, lakini naona jinsi ambavyo wanapitia wakati mgumu. Kwa hiyo nikiwa kama mama nafurahi sana kuungana na wamama wenzangu na hawa watoto. Mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako, kwa analolipitia na wewe ukilibeba utasaidia kwa moyo mmoja, lakini pia hautaweza kuacha kubarikiwa. Kiukweli nawashukuru Shivuta sana, namshukuru mkurugenzi wa Shivuta, namshukuru sana katibu wa Shivuta, namshukuru sana mwenyekiti wa Shivuta, kwa sababu bila wao hili jambo lisingeweza kufanikisha. Sio viongozi peke yake, pamoja na Shivuta nzima, pamoja na uvuki. Kiukweli mpaka hapa mnavyoona hili jambo linaendelea ni Shivuta na uvuki. Na ndio maana mnaona leo niko na t-shirt kulingana kwamba nafurahia matunda yao. Kitu kingine naweza nikasema hawa watu wana vikundi vingi, taasisi mbalimbali, wanafanya shughuli zao kwenye vikundi hivyo, wana shughuli zao nyingi, lakini pamoja na shughuli zao zote wakakumbuka hiki kipengele kwamba kuna watu wenye uhitaji maalum. Kwa yani wanafanya shughuli zao huku wakitanguliza ibada mbele. Kwa naweza kusema ibada hii walioifanya leo, mimi niwaombee tu kwamba hata wanapoendelea na shughuli zao kwenye taasisi mle ndani, Mungu aendelee kuwainua zaidi ya hapo, kwa sababu akiwainua zaidi, naamini kwamba na sisi tutanufaika zaidi.